Niseme wazi tu, Waislamu hatusaidiani. Waislamu hatuna msaada wa sisi kwa sisi, na ndio kitu kinachopelekea tunanyanyasika. Hatuna maneno, hatuna maamuzi. Tunaweza tukashikana kwa uhaya wetu, tunaweza tukashikana kwa uzaramu, ungindo na umakonde na ukwere wetu, lakini unapofika sasa tushikane Kiislamu, hatushikani tena. Mimi nashangaa mpaka leo. Umeona umma huu uliokuwepo hapo, umma mkubwa sana ukizingatia na alivyoanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tu tuliokuwepo hapo, Mtume ameanza katika nyumba ya Darul Arqam, Ibnul Arqam, na watu wangapi? Watu 40, baadaye wakaongezeka wakawa 60. Walivyokamilika 60 ndio ikaja amri sasa, tokeni nje nyie wengi. 60 tu. Watu wangapi? 60. Wakaongezeka wakawa 71, mpaka imekuja amri ya kuhama ya mwanzo kwenda Habasha. Watu walikuwa ni hao 71 tu, lakini watu wale ndio sababu ya wingi wetu mpaka leo. Sawa, rudi katika vitabu vya tarehe. Sisi hapa tuko 40 ngapi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha namna tunatakiwavyo tuwe. Anasema mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi. Anasema mfano wa waumini wa kweli katika kupendana kwao, fi tawaddihim, katika kupendana kwao, mawadda, wa tarahumihim, na katika kuhurumiana kwao, wa ta'atufihim, na katika kusikitikiana kwao, kamathalil jasadil wahid, ni kama kiwiliwili kimoja, kama kiwiliwili kimoja. Idha ishtaka minhum udhu tadaa sairu jasad bil humma wa sa'am, kinapopata athari kiungo kimoja katika mwili, basi mwili wote unashirikiana na kiungo kile katika vitu vingi, ikiwemo homa kali na kukosa usingizi usiku. Utashangaa unaumwa kucha lakini usiku ulali, na ukipata homa kweli. Leo udugu huo niseme wazi hatunao, na ndio maana hapa anaweza tukataka mtu mmoja katika sisi tu asaidiwe, hatuwezi. Wamechukua desturi hiyo na maelezo hayo wenzetu wasiokuwa Waislamu, mambo yao yanakwenda. Sisi sijui nani tumemkabidhi atufanyie mambo yetu. Na sana sana katika mtu kutoa muda wake, kutoa elimu yake, kutoa pesa na mali yake, ni kitu kigumu sana. Kila mmoja katika sisi anataka apewe yeye, kila mmoja katika sisi anataka ahurumiwe yeye, kila mmoja katika sisi anataka asikitikiwe yeye. Lakini wote kwa pamoja sisi tushirikiane kwa ajili ya kimoja mwenzetu. Niwaambie ukweli, hiyo ndio sababu ya sisi kurudi nyuma. Innamal mu'minuna ikhwa, innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini
wa imani ya Kiislamu ni ndugu wa baba mmoja mama mmoja. Sisi ile kitu hatuna, na ukitaka kuhakikisha hili njoo misikitini. Mimi niko hapa msikitini muda mrefu sana, na moja katika faida za kuwa msikitini kujua shida na matatizo na haja za watu. Hazipiti swala 5 unazoswalisha kuanzia alfajiri mpaka isha usipokee mtu mwenye matatizo. Haijatokea hata siku moja, haijatokea. Sasa unapokuja na matatizo yale mbele za waumini juu ya yule mtu, utaangalia kinachotokea. Hayupo anaosaidia, watu wote wanakuona jambo hilo lako wewe imamu. Jamani, huo sio mwendo mzuri, huo sio mwendo mzuri. Wenzetu maswahaba walikuwa wakisaidiana mpaka kwenye ibada. Chukua mfano, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliingia msikitini kwa wakati, ikahimiwa swala, akaswali wote kwa jamaa, lakini akatokea mtu mmoja tu katika wale amechelewa jamaa, akaja watu washatoa salamu, akawa anaswali peke yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akauliza, nani atakayempa sadaka yule ya kuswali naye? Wale wote waliswali naye, wote, kitu kidogo tu hivi. Ushamhurumia mwenzio alioingia msikitini akachelewa, ukaunganisha nyuma ukaswali naye? Wewe ushaswali, ushafanyaje? Kama hivi tumeswali alasiri, kisha amekuja mwenzetu kama vile anaswali kachelewa, ukasema yule haitakiwi aswali peke yake, ngoja niunganishe kuswali sunna lakini apate jamaa. Ushamuongezea jamaa mwenzio abujabadi tangu uzaliwe? Labda unamuongezea ikiwa na wewe umechelewa kama yeye, lakini kama wewe umewahi mwenzio kachelewa, hujawahi kufanya, utafungulia. Na huenda kitu hicho hakijulikani. Siku hizi kuna design tu ya kumwekea suturatul musalla tu, kama wewe kachelewa unatafuta kitu na mwekea mbele watu wasipite. Hiyo naiona mnafanya, Mungu amejalia mmepata. Lakini kupiga sunna naye yeye anaswali faradhi, wewe unaswali sunna, ipo Shabani ushaikufanya? Mimi nakupenda, unasema ukweli. Nani kishaikufanya? Kumsikitikia huyu kakosa fadhila, kwa sababu swala ya jamaa ni zaidi ya swala ya mtu mmoja kwa zaidi ya daraja ngapi? 27. Sasa huyu ana moja tu, huyu maskini leo siku yake visababu zake vichache, ngoja na mimi ninuie nyuma uswali kadha wa kadha, unamuongezea jamaa yule. Ushafanya? Wenzetu walifanya kwa huruma. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Sasa ikiwa wao wanafikiria vile katika mambo ya swala, je, katika mambo ya kiuchumi walikuwaje? Walikuwa mbali zaidi. Katika kuokoana walikuwa mbali zaidi. Kumbuka kile kisa cha wale siku moja wanavuka upande wa pili kwa ajili ya jihadi fi sabilillah, wanatoka ngambo kwenda ngambo, katikati unapita mto mwenye mkondo mkali sana. Allahu akbar. Amiri kawaambia vukeni mwende kule. Walipopiga mbizi kwenda upande wa pili, mmoja begi lake aloweka vitu vyake likachukuliwa na maji, likakumbwa. Alisema al-inaa jamani, mizigo yangu, vyombo vyangu vinakwenda na maji. Wote wakaacha kuogelea kufika upande wa pili, wakazama kumsaidia apate mizigo yake. Upo baadaye mmoja kule pembeni akaibuka, hii hapa mizigo yako. Wote wakasema alhamdulillah, haya tuendeleeni. Umeelewa? Maadui wako upande wa pili, wanaliona lile. Akawauliza masahaba wale askari wake, fakaifa idha qatalna minhum nafsan wahida, vipi tutakapothubutu kumuua mmoja tu katika wale? Ikiwa mizigo ndio vile, je, tutapogeuka kumuua mmoja? Jamani, hao watu wanakuja sio wazuri, tukimbieni. Maadui wakakimbia, lakini sisi hatuwezi kufikia hapo. Unapata matatizo pale na waislamu wenzio wako pale, wanajipitia, wanaenda na mambo yao, wala hawajui.
Siku moja Sheikh Jafari huyu alikabwa hapo nyuma, anakuja kuswalisha alfajiri. Hapo nyuma kulikuwa na mtoto mmoja anapiga kabari za ajabu, mara nyingi na hadithi habari zake. Wiki hiyo alicharuka, alianza kumkaba marehemu Sadamu, marehemu tulikuwa tunasoma naye hapo, alikula kabari kama siku 3, akakabwa Jafari. Hata siku moja mimi alinikosa kosa, nimepaki gari hapa, nakaa hapo nyuma, ilikuwa mtaa Mburati, nakata kona usiku kama saa 8, natoka maulidini, uso kwa macho, kame na kamera hivi, kwa leo zamu yangu. Nikamwita jina lake, akutamka Mudi. Akaambia Ustadh Walidi mwanangu, usiku unatoka wapi? Nikamwambia natoka maulidi mwanangu. Nikapishana naye kwa ubavu, nilikuwa na buku, nikampa niache. Jafari hakuwa na mipango hiyo ya kumwita, kapishana naye. Allahu Akbar. Alivuliwa mpaka kanzu, akaachwa na t-shirt ndani na suruali kangu. Watu hawa wanakuja kuswali, wanampita pale pale, imamu kakabwa, wanasema mtu kalewa huyo. Kumbe imamu wanakuja huku, imamu kumbe kakabwa kazimia pale. Tuacheni mambo haya. Na siku hizi imeingia jambo la kupiga picha, mtu anazama, watu wote jamani, huku mtu anazama kweli kweli, au gari inawaka, hatari, gari inawaka hapa. Huko mlikuwa nyumbani, kama kuna ndugu zenu wamesafiri, gari namba kadha kadha inaungua huku. Watu wanateketea kwa. Tumefikia. Lakad kana lakum fi rasulillahi, nimeamua niseme kidogo Mungu anasema hakika kumekuwa kwenu nyinyi kwa huyu mtume wa Mwenyezi Mungu kiigizo chema. Mtume alikuwa na desturi gani? Harisun alaikum bil mu'minina raufur. Harisun, mtume alikuwa anapupa sallallahu alaihi wasallam ya sisi mafanikio yetu, kuokoka kwetu, kuendelea kwetu. Bil mu'minina raufur, kwa waumini alikuwa rauf, mpole, rahim, mwenye huruma. Yani kizanga chochote kilichowahi kutokea Madina, wa kwanza kufika alikuwa Mtume Muhammad. Siku moja alisikika sauti usiku Madina, mshindo mkubwa, maswahaba wakatoka wote, wanakwenda kule kwenye kile, wanafika wanamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam anarudi, anawaambia nendeni mkalale, hakuna kitu, mimi nishafika na nishatizama mambo poa, nendeni. Kiongozi wao wanafika, Mtume anafaje? Anambia basi tume, hamna kitu, mshanusuriwa, mimi natoka huko, nimeona mambo safi. Mimi na wewe hatuna, ukisikia unasikilizia kwanza, alafu kesho ndo wakaanza kwa hadithi, bwana jana ulikwenda, ulitoka. Tuhurumiane, tupendane, tusaidiane, tujaliane, turudi katika nafasi yetu. Nayo ni nini? Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu shidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari. Ndasema maneno mengine hapa utachomeka hapa. Kwa mfano sasa hivi rais wetu dini gani? Basi ukikuta Waislamu wanavyomsema vibaya huko, utashangaa. Sio, huu ndio wakati wenu. We have to support her. Huu ni wakati wenu, muombeni Mungu, dua sana siwe usiku. Mwana mama huyu, umeelewa? Oye ni Muislamu mwenzenu,
innamal mu'minuna ikhwa. Sawa, msemeni, jitoweni. Unaangalia ismul Islam, ismul Islam. Ukikosa hilo basi sidhani akija mtu mwingine wataangalia yao tu, ndio ilivyo. Nasema wazi, na wala sio kujipendekeza kwa ajili ya Uislamu. Innamal mu'minuna, nani kasema maneno hayo? Ukiacha hayo, anasema mwenye kusema nafasi hiyo itakuwa hiyo, wa yuqda al-amru inda ghiyabi taimin wala yustasharuna wa hum shuhudun. Kulikuwa na kabila linaitwa Banu Taim. Banu Taimi. Banu Taimi ni moja katika makabila ya Kiarabu wakati ule, lilikuwa nyonge, halina nguvu. Makabila mengine yalishikana yakawa kitu kimoja, watu wakatetea koo zao, linapotokea jambo la kiwao wanasimama mpaka lisimame. Lakini Banu Taim walikuwa wanyonge. Ndio huyu akatia katika methali za Kiarabu tunasoma tunaposoma kanuni na kaida za Kiarabu, tunakutana na ubeti huo, wa yuqdha al-amru inda ghiyabi taimin. Mambo huwa yanamalizwa inda ghiyabi taimin, ikiwa Banu Taim hawapo. Yani huku Banu Taim ikiwa hawapo, watu hata wafikii kuwauliza wako wapi wale, wanapotaka kuhukumu mambo na kupanga mambo ya maisha, watu wanunueje, wauze vipi, utaratibu gani wa kusomesha, malezi, miundombinu, mipango miji, mambo haya ya kupanga maisha na maendeleo, ilikuwa hawaulizi. Wale Banu Taim wako wapi? Wanakaa tu watu wenye nguvu wanajipangia. Banu Taim wakija na kulana na mipango ile, anasema wala yustasharuna wa hum shuhudu, na pia walikuwa hawapati nafasi hata kama watahudhuria vikao vya upangaji wa mambo. Wanapanga ndoa, wanapanga mirathi, wanapanga kanuni za biashara na utaratibu wa maisha, na Banu Taim wako hapo hawaulizwi. Bwana, tunapanga habari ya biashara, tunataka kufanya majani ya chai bei kiasi kadhaa, nyinyi Banu Taim mnasemaje? Tupeni ushauri wenu. Hawaambiwi nafasi hiyo, wala yutasharuna. Na sisi ndio tunafikia hivyo. Sawa, ukipata nafasi nzuri kabisa, mkumbuke ndugu yako, innamal mu'minuna ikhwa. Sawa, una duka lako, innamal mu'minuna, usiwatenge wengine, lakini wasaidie hawa. Sawa, umenunua hata daladala, innamal mu'minuna ikhwatun. Una elimu, sisi wengine hatuna, wewe ni mhasibu mzuri, basi sio lazima uajiriwe. Unaweza kuajiriwa kule, lakini unatoa nafasi japo jioni moja ndani ya wiki kusomesha watoto wa Kiislamu wasiokuwa na uwezo, wapate weledi. Innamal mu'minuna, mbona mseme innamal mu'minuna ikhwatun? Sawa jamani, ndivyo walivyoishi maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jitolee. Bwana mmoja anasema tajudu bin nafsi wa anta dhaninu biha wal judu bin nafsi aqsa ghayatil judi. Tajudu bin nafsi, judu bin nafsi ndio maana jumlatun khabariya lafdha inshaiya maana, ay jud bi nafsika mursalina, jitolee nafsi yako, wa anta dhaninu biha, ili hali wewe unaitaka ile nafsi yako. Yani toa sadaka umri wako, sio kila kitu lazima ulipwe duniani. Nenda kalipwe wapi? Akhira. Kuna mambo mengine hayo kwamba mimi sasa hivi wakati wangu huu hivi, watoto hapa mtaani ukaa mimi maseremala wangapi, au niko mimi peke yangu tu? Unamfuata babake mtu fulani